Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima mikubwa, vijana watatu, Juma, Amina na Rashid, wanakusanyika kwa sherehe. Mzee wa kijiji anawaambia hadithi za mlima wa dhahabu, akieleza kuwa ni mlima wa kutisha wenye dhahabu nyingi, lakini pia ni mtego wa maafa. Mzee anasema dhahabu inavutia kama sumu, inachukua roho za wenye tamaa. Juma, akiwa na ndoto ya kutajirika, anakataa kumwogopa mzee na kusema, tutakwenda, tutapata dhahabu na tutarudi kama mashujaa. Amina, akiwa na wasiwasi, anataka kukataa, lakini Rashid anasisitiza kuwa hii ni fursa ya kipekee. Vijana wanajiandaa kwa safari yao, huku kila mmoja akiwa na ndoto yake ya kubadilisha maisha yao kwa dhahabu. Baada ya kujiandaa, wanatoka kijijini wakiwa na matumaini makubwa, lakini wote wanajua kuwa mtihani wao wa kweli umeanza. Vijana wanaendelea kupanda mlimani wakikutana na mandhari ya kutisha, miti mikubwa ya kivuli, mawingu mazito na udongo unaoangaza dhahabu. Amina anapata wasiwasi na anakumbuka maneno ya mzee, dhahabu ni sumu kwa moyo wa mpenda dhahabu. Hata hivyo, Juma na Rashid wanasisitiza kuwa wanahitaji kuendelea kwa sababu dhahabu iko mbele. Kadri wanavyoendelea, wanaona kivuli cha samaki wa dhahabu kwenye ziwa, lakini kila hatua wanapochukua inawafanya wajiulize kama wanajikuta wakikumbatia hatari. Rashid anasisitiza kuwa wanapaswa kupigana kwa ujasiri, lakini Amina anahisi wakiwa wakiingia kwenye mtego. Wakati wakiwa wamesimama, wanahisi kama kila hatua wanazidi kuzama katika kivuli cha giza cha mlima. Muda unavyozidi kwenda, wanagundua kuwa wanakuwa sehemu ya hadaa ya mlima na kila kidogo walichokichukua kinasababisha maumivu na hofu. Vijana wanaendelea na safari yao, lakini sasa wanapata maumivu makali kila wanapochukua dhahabu. Waliona dhahabu ikimwagiwa kwenye ardhi kutoka kwenye shimo kubwa, lakini walijua kuwa kila kipande walichokichukua kilikuwa kinazidi kuwa kizito na kuwa na uzito wa hatari. Rashid anasisitiza kuwa wanapaswa kuchukua kila fursa walionayo, lakini Amina anahisi kuwa wameshikwa na kitu kibaya, kama vile dhahabu inachukua roho zao polepole. Wakiwa wanachukua dhahabu, wanahisi maumivu makali, kama vile wanavyokuwa wanazama zaidi katika kivuli cha mlima. Wakiwa wanakutana na mto wa dhahabu, Amina anasema, tunahitaji kurudi, dhahabu hii inaua. Lakini Juma, akishikilia dhahabu kwa nguvu, anajua kuwa anahitaji mali ili kubadilisha maisha yake. Hata hivyo, kilichofuata kilikuwa cha kushangaza. Mioyo yao ilikuwa inazidi kuwa na hamu ya zaidi, na walijua kuwa sasa walikuwa wanashindwa kutoroka. Wakati vijana wanazidi kupanda mlima, wanakutana na shimo kubwa la giza. Wakiwa wanatembea karibu nalo, wanahisi joto kali kutoka kwa kivuli cha dhahabu kinachowaka chini yao. Rashid, akiwa na tamaa ya dhahabu, anajaribu kuruka kuingia kwenye shimo, lakini Amina anakataa. Anajua kuwa shimo hili linawavuta watu kwenye maangamizi. Dhahabu hii inakuja na hatari kubwa, Amina anasema kwa sauti ya kutetemeka. Lakini Juma na Rashid wanagoma kumwamini, wakiona kuwa wao ni mashujaa na kwamba mlima huu hauwezi kuwatisha. Juma anachukua kipande kikubwa cha dhahabu kutoka kwenye shimo, lakini anajua kuwa kila kitu kinabadilika. Haraka, ardhi inaanza kutikisika na shimo linajazwa na mawingu ya dhahabu. Na wanakimbia kwa hofu, wakijua kuwa walikuwa wanakumbana na mtego wa giza la mlima. Kama walivyokuwa wakikimbia, vijana wanakutana na kivuli kikubwa cha mnyama. Mnyama huyu anaonekana kuwa na macho ya dhahabu na mwili mkubwa uliojaa ncha za giza. Wanagundua kuwa mnyama huyu ni mojawapo ya walinzi wa mlima na ni kizuizi cha mwisho kabla ya kufikia kilele cha mlima. Hawezi kuwa halisi, Rashid anasema, akijaribu kumjua mnyama. Lakini mnyama anacheka kwa sauti kubwa na anafunguka na kutishia kuwameza. Vijana wanakimbia kwa hofu kubwa,
wakijua kuwa sasa wako kwenye majaribu makubwa zaidi kuliko walivyofikiria. Mnyama anawafuata kwa kasi, lakini kabla hawajafika kwenye kilele, wanagundua kuwa hata dhahabu inakuwa sumu kwao. Amina anasema, ndiyo, tutashinda lakini kwa gharama kubwa. Kiwa wanazidi kupanda, vijana wanapata nafasi ya kufika kwenye kilele cha mlima, lakini wanagundua kuwa kilele kinajaa dhahabu, lakini kila kipande kinachochukuliwa, dhahabu inayometa kwenye kilele inawafanya kuona picha za mbali za maangamizi. Kila mmoja anachukua kipande cha dhahabu, lakini wanapojaribu kurudi, wanagundua kuwa walikuwa wanazama zaidi katika mtego wa mlima. Kilele hiki cha giza kilikuwa kizuizi cha mwisho kabla ya kutoroka. Amina anasema kwa huzuni, tunahitaji kujua kama dhahabu inaweza kuwa na mwisho mzuri. Wakiwa wameshika dhahabu, wanagundua kuwa mlima huu unachukua zaidi kuliko wanavyoweza kutoa. Vijana wanakutana na mvua kubwa ya dhahabu kutoka angani, huku kila tone likionyesha picha za mbali za majuto. Dhahabu inawazunguka kama mvua, lakini kila kipande kinachogusa mikono yao kinawafanya kuanguka kwa huzuni. Juma, akiwa ameshikwa na tamaa, anajaribu kukusanya dhahabu zaidi, lakini kila anapochukua kipande, mwili wake unazidi kuwa mwepesi. Amina anatoa wazo la kurudi, lakini Rashid, ambaye sasa anaonekana kuwa na uchovu wa kiakili, anasema, tutafika mwisho na dhahabu hii. Hatutaacha mpaka tutakaposhinda. Lakini Amina anajua kuwa wanahitaji kukubaliana na ukweli. Mlima huu ni zaidi ya dhahabu. Ni changamoto kubwa ya roho. Wanapoendelea wanakutana na kivuli cha mti mkubwa wa dhahabu. Mti huu unatoa maelekezo kwao akisema, ni nani anayeweza kubeba dhahabu bila kuangamia? Ni nani anayeweza kushinda dhahabu bila kupoteza kila kitu? Kila mmoja anaanza kutambua kuwa mlima huu umejaa mtego wa kirogo. Hawawezi kuchukua dhahabu bila kuathirika, lakini wanajua kuwa tayari wameingia katika mtego wa maisha yao. Ikiwa wanashindwa kupiga hatua mbele, vijana wanapata kumbukumbu ya mzee aliyewaonya. Mkienda kwenye mlima wa dhahabu, si tu dhahabu mtakayopata, bali ni nini mtachukua kutoka kwa roho zenu. Aliyasema maneno yake. Hii inawafunga na kuwaacha katika hofu kubwa. Rashid, akiwa na giza la ndani, anajaribu kuhamasisha kundi akisema, tutakufa hapa lakini hatutajuta, tutajivunia dhahabu tunayochukua. Amina, ambaye ameanza kuona kivuli cha maisha yao yakipotea, anajaribu kumshauri kuwa kurudi ni suluhisho pekee. Lakini kabla ya kupiga hatua nyingine, wanakutana na shimo kubwa la giza. Juu ya shimo kuna kivuli cha mnyama mkubwa, mnyama anayewafuatilia kwa siri. Wakati wanapojaribu kurudi, mnyama huyu anazunguka kwa kasi na inakuwa wazi kuwa hawana njia ya kurudi nyuma. Kila hatua wanapochukua inawafanya kuwa na hofu kubwa. Vijana wanapata nafasi ya kufanya maamuzi muhimu, kurudi au kupambana na hatari. Amina, akiwa na mapenzi ya familia yake akilini, anasema, dhahabu hii itamaliza kila kitu. Tutakapochukua dhahabu zaidi, tutakuwa kama mfalme au mfungwa. Hatuwezi kushinda hapa. Lakini Juma, akiwa na ndoto ya maisha bora, anakataa kurudi. Tutapata dhahabu hii na tutakuwa wenye nguvu, anaendelea kusema, akijua kuwa kila hatua inayofuata inawapeleka kwenye hatari kubwa. Wanapojaribu kutafuta njia ya kutoroka, wanakutana na kivuli cha mnyama mkubwa. Mnyama huyo ni mlinzi wa mwisho wa mlima. Anasema kwa sauti kubwa, wengi wamekuja na kupotea, lakini mmefika kwenye mwisho wenyu. Amina, akiwa na moyo mzito, anajua kuwa sasa wanahitaji kubadili njia yao, lakini Juma na Rashid wanasisitiza kuwa wataendelea kupigana mpaka mwisho. Mnyama wa giza anajua kuwa vijana hawawezi kushinda bila kubadili maamuzi yao. Wanapoona kivuli cha giza kinachozunguka, wanagundua kuwa mlima huu umejaa maangamizi ya kila aina. Kila mmoja anahisi maumivu ya kiroho kutokana na tamaa ya dhahabu, lakini sasa wanajua kuwa wanahitaji kuchukua hatua ya mwisho ili kuepuka kupoteza roho zao. Amina, akiwa na machozi machoni, anasema kwa sauti ya huruma, tutachukua dhahabu ya roho zetu. Hatuwezi kuendelea kuwa watumwa wa tamaa.
Juma, akiwa na mapenzi ya familia yake, anachukua hatua ya mwisho ya kutoa dhahabu aliyokuwa nayo. Rashid, akiwa na hisia za kujutia, anajua kuwa sasa ni wakati wa kukubaliana na ukweli wa maisha yao. Mnyama wa giza anang'aa kwa mwanga wa dhahabu na kusema, nimewapa nafasi ya kurudi kwa roho zenu, nendeni nyumbani. Vijana wanaondoka kwa mwanga wa dhahabu, lakini wamejua kuwa safari hii imekuwa ni ya kipekee. Ni safari ya kujifunza kwamba dhahabu ya kweli inapatikana ndani ya roho zao, sio kwenye utajiri wa kimwili.